ndo dalili 10 za bawasiri ambazo watu wengi wamezipuuzia, ambazo ukiwa nazo hizi basi jua kwamba moja kwa moja una changamoto ya bawasiri. Na mwisho wa video hii kwenye comments utaniambia wewe unapitia dalili ipi. Dalili namba 1 ni kupata choo kilichochanganyikana na damu. Unapoenda kujisaidia, unajisaidia choo ambayo inakuwa na punje punje, inakuwa na damu, inakuwa na damu mara kwa mara, na pengine unapata damu, mwingine anakuambia ni kama vile nilikuwa nachinja, ni bawasiri. Dalili ya pili ambayo tunaonyesha kama na bawasiri ni kutokwa na uvimbe kwenye njia ya haja kubwa. Na uvimbe unatokea wapi? Unapokuwa unajisaidia. Kwenye hatua ya kwanza, huo uvimbe huo unakuja, unajirudisha wenyewe. Hatua ya pili, huo uvimbe unakuja, unarudisha kwa kidole, na hatua ya pili uvimbe unakuja na unakaa nje, ndio hiyo tunaita ni bawasiri ya nje. Dalili nyingine tunasema kuwashwa. Unawashwa mara kwa mara kwenye njia ya haja kubwa na unakuwa ni mtu wa kujikuna. Kwa nini unajikuna? Kwa hiyo unawashwa kwa sababu zile veins kwenye njia ya haja kubwa zimeshapasuka na kuteleza, ndio maana unapata miwasho mara kwa mara. Dalili ya 4 ambayo inaashiria kwamba dalili nyingine ambayo inaashiria kwamba una changamoto ya bawasiri, na wengi huwa wapendi kuiongelea mara kwa mara, ni ile hali ya kuhisi unahisi ganzi kwenye njia ya haja kubwa. Kwa hiyo unapata ganzi kwenye njia ya haja kubwa, ni changamoto nyingine ya bawasiri. Unapata maumivu makali wakati wa kujisaidia, kwa sababu zile veins zikishatereza huwa zinasogea kwenye njia ya haja kubwa. Zikishasogea kwenye njia ya haja kubwa, unakuta ile njia ni kama vile inakuwa kidogo. Kwa hiyo unapokuwa unajisaidia, unakuta unapata maumivu makali, ile njia ni kama vile inakuwa ndogo. Ndio maana wengine unakuta mtu anatoka chooni analia moja kwa moja au anakuwa na machozi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya bawasiri. Dalili nyingine ambayo inaashiria kwamba una changamoto ya bawasiri, watu nasema kuwa na harufu mbaya kwenye njia ya haja kubwa. Kuna watu ambao unakuta kwenye njia ya haja kubwa anatokwa na harufu mbaya. Sasa kama umeshafikia hiyo hatua, hiyo ni hatari ndugu yangu, na kama una bawasiri basi hakikisha unajikinga usifike kule, kwa sababu ni hatari kwa afya yako. Unakuta mtu anatokwa na harufu mbaya kwenye njia ya haja kubwa, ni hatari kwa afya yako. Unapata maumivu makali wakati unapokuwa umekaa. Unakuta mtu anakaa kwa kuchuchumaa, anakaa kwa mikono yake inageuka kuwa stendi, kwa sababu hawezi kukaa comfortable, kwa sababu anapata maumivu makali kwenye njia ya haja kubwa. Lakini pia dalili nyingine ambayo wengi wamekuwa kienda kuteseka nayo kwa muda mrefu na bado hawajui kama ni changamoto ya bawasiri, ni kupata vidonda mara kwa mara kwenye njia ya haja kubwa. Unapokuwa unapata vidonda mara kwa mara, inaambatana na uvimbe, inaambatana maumivu makali, choo cha damu, hiyo ni dalili nyingine inayoashiria kwamba una changamoto ya bawasiri. Pengine unakuwa umekaa hapa, unapoamka ile kule nyuma kwenye nguo unajikuta kama vile kuna maji, kwa sababu huyu mtu anatokwa na uteute mara kwa mara kwenye njia ya haja kubwa. Sasa kama umeshafikia hiyo hatua, basi ndugu yangu, hakikisha unatafuta suluhisho mapema, kwa sababu ni hatari kwa afya yako. Tuambie ni dalili ipi ambayo unayopitia ili tuweze kukupa msaada zaidi. Kwenye video inayofuata tutaenda kuongelea namna rahisi sana ambayo tutasaidia kuondokana na changamoto hiyo moja kwa moja. Usiache kutufollow ili uweze kupata taarifa zaidi.